Tumekusanyika wakati huu, usiku huu, ili kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu Mwana ambaye amekubali kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Hii ndiyo Pasaka ambayo tunaitwa kufurahia na kusherehekea. Hongereni sana. Liturujia usiku huu ni liturujia ndefu, ndio sheheni wingi wa masomo, na masomo yenyewe kila moja likiwa refu. Nimeshiba kweli na masomo ambayo kitaka kufafanua moja baada ya nyingine na kulitendea haki kikamilifu kabisa. Asubuhi tutakuwa hapa wakati misa nyingine inatakiwa kuanza. Hata hivyo, kwa ajili ya umuhimu wa usiku ambao unajipambanua tofauti na usiku mwingine wowote katika imani yetu kwa mwaka mzima, lazima tufike hatua kubaliane kuwa tuseme machache kwa ajili ya imani yetu na upendo wetu kwa Mungu wetu aliyekuja kutukomboa kwa mateso, kifo, na sasa tunafurahia katika masomo yetu tuliyosikia. Masomo 7 yanatoka katika Agano la Kale na masomo mawili yanatoka katika Agano Jipya. Kwa kuyapambanua na masomo hayo, wasomaji wetu wa Agano Jipya masomo yote wameyaingiza katika nota na kuyaimba vizuri sana. Kuwapongeza. Katika masomo yetu tuliyosikia kutoka katika Agano la Kale yanatueleza au liturujia nzima ya neno katika siku ya leo nataka kutupa picha halisi kuwa wanadamu na ulimwengu ulivyoumbwa, alivyoanguka, jitihada zilizotumika kukomboa, manabii na torati mbalimbali, na hata kufikia siku hii ya leo ambapo Kristo anasimama kama mshindi dhidi ya kifo na dhambi ambayo sisi wanadamu tunatenda. Tumeanza liturujia yetu vyema kule nje, kwanza liturujia ya imani. Tukaja hapa tukaanza somo letu la kwanza kuelezea historia ya uumbaji. Ni vizuri na ni haki kabisa kuwa kabla hatujafika kujua kuwa nini Yesu amekuja na kutukomboa, uelewe tumetoka wapi, ulikuwa wapi, na sasa tuko wapi, na wapi tunategemea kuendelea au kufika baada ya ukombozi. Mungu amemuumba mwanadamu na amefanya mambo mengi kwa ulimwengu mzima. Kazi yake ya mwisho aliyohitimisha ni kumuumba mwanadamu ambaye baada ya siku chache alimsaliti kwa kutenda dhambi, kudanganywa na nyoka au ibilisi. Katika hali hiyo, ilimpasa Mungu kutafuta namna nyingine ya kukomboa tena mwanadamu aliyemuumba kwa sura na mfano wake. Ndio maana jitihada mbalimbali zinafanyika. Namuona Ibrahimu anaitwa katika sura ya 12, na katika somo tulilosikia leo katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22, Ibrahimu baada ya kupata mwanae wa kwanza na Mungu anamtaka atoe sadaka. Ibrahimu hasiti wala hana wasiwasi, anatoka kifua mbele akimpakia kuni mwanae mpendwa na pekee, na yeye mwenyewe akiongozana naye kwenda kumchinja kama sadaka ya kuteketezwa. Katika somo hili Mungu anatuhitaji na kututaka sisi sote tuwe waaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini pia natukumbusha kuwa
sadaka iliyo safi na takatifu ni kama hii aliyetoa Bwana wetu Yesu Kristo msalabani, akajitoa mwili mzima na roho yake ili atukomboe. Na sisi wakati wote tunapotaka kutoa sadaka iliyo nzuri na inayokuwa na majibu mbele ya Mwenyezi Mungu ni ile ambayo hakika inaugusa moyo wa Mungu. Sadaka inayogusa moyo wa Mungu ina majibu chanya, kama vile ilivyokuwa na majibu chanya kwa Abrahamu. Sadaka hizo zinatusaidia. Lakini katika mbele kidogo, tutana katika kitabu cha Kutoka sura ya 14. Tayari somo hili linatueleza safari ya wana wa Israeli wanatoka utumwani Misri na wanavuka katika ile bahari kuikabili jangwa kabla hawajaanza kuondoka na kuelekea katika nchi yao ya ahadi. Liturujia inatuambia kuwa masomo yote ya Agano la Kale unaweza ukayaacha, lakini kama hili lisiachwe, kwa sababu ndio msingi wa usiku huu wa leo tunaofanya, kutoka katika hali moja kuingia katika hali nyingine. Aidha, kwa sababu leo tunao ndugu zetu wa ubatizo, somo hili liwakumbushe ninyi wote wakati kumeni mlipopokea sakramenti ya ubatizo muda mfupi ujao, kuwa mnatoka katika maisha fulani na kuingia katika maisha mengine. Mnatoka katika giza la imani na kuingia katika mwanga wa imani. Ndio maana hata pamoja na sisi imetusaidia ni nini ile liturujia ya Ijumaa, mwanga mtakatifu, ni ya muhimu sana na kutafakari sana katika maisha yenu, kuwa sasa mnaanza mnavuka na ikabili sasa hivi hiyo bahari ya Shamu, na mnapitishwa kwa mkono wa Mungu kuielekea sasa katika jangwa na kuanza maisha ya Kristo. Somo ambalo tunatupa tafakari nzito na kubwa ya kuwa sisi hatukuumbwa ili tupotee, na Mungu hakutaka kuwapotezea mbali utumwani wanawake wa Israeli, ila anakusudia kuwaokoa na wale watesi wao wanaangamizwa katika bahari. Muombe Mungu hata sisi siku zote kwa uaminifu katika harakati zetu za ubatizo, kama vile ambavyo tutazirudia muda mfupi ujao. Lakini katika hili tumesikia simulizi nzuri na kubwa ambalo linatutolea alama chache. Ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo hauna maana kama hatuwezi kurudi nyuma Ijumaa kilichomtokea Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaambiwa wazi kuwa ipo ishara ya giza ambayo ilitokea. Katika maandiko matakatifu wa Injili wanatueleza wazi kuwa kuanzia saa 3 ya asubuhi Yesu alitiwa nguvuni na akaanza kuteswa. Lakini ilipofika saa 6 mchana, giza kuu liliingia katika nchi yote mpaka saa 9 alipokata roho. Na kwa sababu hiyo hakuona tena mwanga mpaka leo hii ambapo tunakutana naye akiwa amefufuka, mwanga mpya unaotuangazia. Mwanga huu au giza hilo la dhambi ilionyesha wazi kuwa kutengwa, kuwa mbali na kuwa sehemu ambayo sio sahihi sana. Ilikuwa ni hukumu ya mtu asiye na hatia kwa kuwaokoa watu ambao wana hatia. Na katika hilo sisi pia ambao sasa leo tunashuhudia mwanga huu umekuwa katika mioyo yetu na katika macho yetu, muona Kristo mfufuka, kuna haki kweli ya kufurahi, mpenda kutumikia Mungu aliyetutoa katika utumwa wa dhambi. Lakini pia kutana kuwa kama kina mama katika Injili ya leo kweli usiopingika kuwa pamoja na kweli kuwa Yesu alishaongelea mara 3 juu ya habari ya maisha yake, na hasa kukamatwa, kuteswa, kufa, kuzikwa na kufufuka siku ya 3. Bado mitume wake, wafuasi wake, wakiwepo na hawa wakina mama, hawakuliamini jambo hili. Zaidi sana wale mitume waliona ni kama uongozi, ni mahangaiko
kuzisemea tu kama hana kichwani, kama hazimtoshi. Lakini wakati ulipotimia huu, ni kweli kuwa hawa wanawake wanaondoka, wanakwenda, hawaendi wanawake kushuhudia ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hilo halikuwa katika mawazo yao, ila ndani ya mawazo yao wanaenda kukamilisha mazishi kwa desturi za Kiyahudi, kwa sababu ilikuwa sio rahisi kukamilisha desturi zote, na ilikuwa ni lazima ukweli uzikwe, lakini wao wanaenda kumalizia kwa kupaka mafuta ili mazishi yao yakamilike. Na katika hilo wanapokwenda wanakutana na ufunuo. Ufunuo wa kwanza ni kuwa kaburi li wazi. Kaburi kuwa wazi ni ishara ya kwanza kubwa na ya pekee kuwa Bwana wetu amefufuka. Wakiwa pale wanapata ishara nyingine ya pili. Malaika anawaondokea na anawaambia, kwa nini mnamtafuta mzima kati ya wafu? Ni dhahiri wazi kuwa hii sentensi ni ngumu hata mlikuwa wengi. Wao wanatambua kuwa Kristo amekufa, lakini huyu malaika anamwambia, kwa nini mnamtafuta mzima kati ya wafu? Kwa hakika huwezi kukuta mtu mzima kati ya watu waliokufa naye amelala pale anatafuta nini? Hiyo haiwezekani. Lakini baadaye wanaelewa kutokana na ujumbe wa huyu malaika ambaye ni ishara ya pili, ambapo wanaambia kuwa alikuwa hapa ni mzima, ndio watangazie wanafunzi wake kuwa na uzima. Kina mama hawa wanaondoka wanaenda. Tuwakumbuka kina mama hawa ndio wale waliosafiri na Yesu tangu saa 3 asubuhi mpaka saa 9 wakati anakufa. Ni kina mama hawa ambao sasa baada ya kufa na kuzikwa wanaamua na kukamilisha desturi hizo. Kina mama hao wanafundisha na kutuhimiza jambo moja kubwa katika maisha yetu. Wao ni makatekista wa kwanza wa Injili ya ufufuko. Mungu anaamua kujionyesha kwao, anajitambulisha kwao, na wanakuwa makatekista wa kwanza wa kuhubiri habari ya ufufuko kwa watu wengine, wakiwemo mitume. Ona Mungu alivyo wa ajabu. Tukio hili alimtokea Petro, alimtokea Yakobo, wala alimtokea Yohana, wanafunzi ambao walikuwa na Yesu katika matukio makubwa sana katika maisha yao. Lakini linawatokea wanawake ambao kwa mila na desturi za Kiyahudi walidharauliwa, walipuuzwa, waliwekwa kando. Mungu anaamua kujidhihirisha kwa kwanza, na kwa kufanya hivi anatukumbusha kuwa thamani ya kujali kila mmoja wetu, lakini pia anatukumbusha pia kuwa tuwe pamoja na kusikilize wote pamoja bila kujua nani wa nani. Makatekista hao wa kwanza kabisa wa imani, yaani wanawake, wanaendelea kufanya utume wao, na kwa bahati nzuri mitume bado wanasita juu ya ufufuko wake. Petro anatoka peke yake katika injili hii ya leo tuliyosikia. Anatoka peke yake Petro, na ndiye anayekwenda kule kaburini, na anafika anachungulia shuhuda ya pili, anakuta sana ya tatu, anakuta sana ziko kaburini. Petro huyu ambaye amemkana Yesu mara 3, amekaa pembeni, amekuwa mnyonge, lakini anathubutu katika imani yake, mapendo yake kwa huyu Kristo aliyekuwa naye, kwenda kushuhudia jambo hili ambalo sasa lilikuwa limeshakadiriwa mara 3. Na katika hayo sasa, yeye Petro anarudi na yeye anakuwa shuhuda kama wale wengine, na anaendelea kuthibitisha kweli na uhalisia juu ya habari ya kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Hizi ni dalili nzuri na kubwa ambazo zinatupatia nini sisi kufanya katika maisha yetu. Kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo kutuongezee imani kwa Mungu wetu, na tukiwa na imani kweli kwa Mungu wetu, hata kama tumefunikwa na mizigo mizito namna gani, kama vile ilivyokuwa kwa Yesu kufunikwa kwa lile jiwe kubwa,
Injili hii ni kwamba sisi sote tunaalikwa kuwa watangazaji wa habari njema ya ufufuko kwa kuyaishi mabadiliko ndani ya maisha yetu. Tusiwe tena watu wa zamani wa kale, ila tuishi maisha mema, mapya, mema na yanayopendeza Mwenyezi Mungu kwa kukubali kuibeba kila siku katika maisha yetu Injili ya huruma na msamaha katika maisha. Sasa hivi huruma na msamaha zinaanza kupotea kama tunu za msingi za imani yetu. Naendekeza sana kisasi na kuwaokoa watu, maana watu wakamatwa, kuwekwa ndani. Hakuna huruma, hakuna msamaha. Mtu akitaka kuuliza juu ya habari ya kizazi, anasumbuliwa, anahangaishwa, kwa sababu kizazi hakiogopi tena Mungu, hakimwogopi Mungu. Huyo Kristo mfufuka tujalie tuwe waoga, tuwe waoga kumwogopa Mungu, na tuwe waoga tukijua hata sisi tutahukumiwa siku. Muombe Mungu sana tujalie tuwe na huruma na msamaha kwa wenzetu. Kwa njia ya huruma na msamaha, Kristo alikuja kutukomboa, kuwahurumia na kuwasamehe wenzetu. Tunawapokea kwa namna pekee. Mungu ametupa zawadi katika usiku huu mwema na utulivu wa waumini wetu watakayo sakramenti ya ubatizo. Tutawapokea na tutawapa sakramenti hiyo baada ya kujiridhisha katika mafunzo yao waliposoma, lakini pia katika mienendo yao kuwa kweli roho hizi zinaonekana zinamtafuta Bwana. Na sisi tunawakabidhi huyo Bwana